Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuko ndani ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere. Hapa tuko ndani ya uwanja wa ndege tunasubiri mahujaji. Na leo kuna mafuriko makubwa sana katika uwanja wetu huu, kwa sababu kuna taasisi kama 4 zote zinawasili muda karibu wa kupishana dakika chache tu. Kuna wanaoingia hapa na ndege ya Air Tanzania ambao ni watu wa BAKWATA, lakini kuna ndege ya Qatar Air ambayo imewachukua mahujaji wa Zamzam. Kuna ndege ya Manasiki wanaingia hapa leo. Kuna taasisi kama 4 hivi zinaingia hapa, na nje huko kuna mafuriko ya magari. Nje kuna mafuriko ya magari kama ilivyokuwa huku ndani. Elewa kwamba huku ndani huku watu wamezuiliwa siingie wote, wameingia wachache, lakini unaona idadi ilivyokuwa kubwa. Huko nje ndio usiseme, mpaka kaswida zinaimbwa nje huko. Humu ndani ni mafuriko, nje ndio zaidi. Magari kosta kwa makosta yamepangana huko. Wote wanasubiri mahujaji wao wanarudi leo. Kinachoendelea kujiri tutaendelea kuwajulisha inshallah. Lakini kumbuka kwamba tuko live katika uwanja wa ndege wa Mwalimu Nyerere. Wanasema Mwalimu Nyerere International Airport, Terminal 3. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kama nilivyokujulisheni awali, tuko live. Nilikwambieni watu ni wengi sana. Nadhani unajionea hapa, wote wamelizunguka lango kuu la kutokea mahujaji. Wamelizunguka lango kama unavyoona hapo, wanawasubiri ndugu zao kwa ajili ya kuwapokea. Hapo wamewekewa uzio ili wasiweze kuvamia lango, lakini nadhani umeona jinsi walivyokuwa wengi. Tunaendelea kuwa live. Oba TV, fuatilia, subscribe ili uendelee kujionea mambo kama hayo muhimu sana na yenye historia katika maisha ya dunia hii na kesho akhera. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kwa majina naitwa Haji Athmani Janguo. Leo nimefika hapa viwanja vya ndege vya Julius International Airport Terminal 3 Dar es Salaam kumpokea baba yangu mzazi Alhaji Athmani Saidi Janguo, ambaye ni mmoja wa mahujaji ambao mwaka huu walibahatika kwenda kufanya hija, na leo hii ndio wanarejea. Kwangu mimi na familia yangu ni furaha kubwa kufika hapa viwanja vya ndege na kumlaki mzazi wangu au mzazi wetu kwa kuweza kutimiza nguzo ya 5 ya Uislamu. Kwake kwanza ni faraja kubwa, kwa sababu mzee Janguo kiumri sasa na miaka 90. Unaweza ukaona kwa umri ule na kuweza kuifanya ibada hii, kwa kweli ni jambo gumu sana kwake, lakini tunafarijika baada ya kusikia leo mahujaji wanarudi, na yeye akiwa ni miongoni mwa mahujaji ambao wameweza kutimiza nguzo ile ya 5 na kuweza kurejea nyumbani salama. Tunasema alhamdulillah, tunashukuru. Kwa kweli leo ni siku ya furaha kwetu sote, familia yetu kwa ujumla, na nadiriki si kwa familia yetu tu, bali kwa mahujaji wote kwa ujumla. Leo ni furaha kubwa kufika viwanja hivi vya ndege na kuwalaki ndugu, familia na jamaa ambao wameweza kwenda kufanya ibada hii ya hija. Ni ibada kubwa kwa sisi Waislamu, nguzo yetu ya 5. Niseme tunawatakia kila laheri mahujaji wote ambao wamebahatika mwaka huu kwenda kufanya ibada hija, na tunawaombea kwa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aweze kuwatakabalia hija zao. Labda mzee Janguo anaishi wapi? Labda mzee Janguo anaishi Mikocheni. Ndio. Sawa. Wewe umesema mzee wako ndio unampokea leo, labda tuseme wewe mwenyewe ushawahi kwenda hija? Mimi niseme bado sijaenda hija, lakini kama nilivyojitambulisha hapo awali, kwa jina naitwa Haji. Mama yangu mzazi alibahatika kufanya hija yake ya kwanza akiwa mjamzito wa kwangu mimi. Kwa
aliporejea hata ili swala la jina halikuwa tena la utata, wakasema huyu bwana ni Haji. Naam, lakini namuomba Mwenyezi Mungu na mimi anitakabalie basi muda ukifika na mimi niweze kutimiza nguzo ya 5 ya Uislamu ya kwenda hija. Shukrani sana Sheikh. Asante sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa ba'd. Mimi naitwa Abdul Mujib Bira. Nimekuja hapa airport uwanja wa ndege wa Dar es Salaam kwa ajili ya kuwapokea mahujaji ambao baadhi yao wanakuja na taasisi ya BAKWATA na wengine na manasik. Lidhan nimekuja kuwapokea jamaa zangu na ndugu zangu wa karibu ambao wameenda kufanya ibada katika nyumba ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika mji mtukufu wa Makkah. Ukitoa na hiyo taasisi ambazo umezitaja, leo inaonekana kuna taasisi nyingi sana zimeingia. Kama hivyo unaposema BAKWATA, manasik, kuna Zamzam, na kuna taasisi nyingine kama 4 hivi nimetajiwa kwamba zinaingia leo. Naam. Na ndio maana inaonekana watu ni wengi sana. Sijui unaweza kulielezeaje hili jambo la leo na furaha ya watu leo kupokea ndugu zao? Kwa ujumla ni yani, nikiangalia wale wapokeaji wa mahujaji wana furaha kila mmoja, ni kuonyesha kwamba wamependezwa na wanafurahikia ndugu zao baada ya kurudi au muda wa kurudi kutoka Makkah katika mji mtukufu wa Makkah. Ni kuonyesha kwamba watu wana furaha, wana shauku ya kuwapokea wageni wa Allah Subhanahu wa Ta'ala ambao wametoka katika mji mtukufu wa Makkah kwa ajili ya ibada moja katika nguzo za Uislamu. Wakiwa kule wamesamehewa madhambi yao, sasa ndugu zao wamekuja kuwapokea wakiwa na shauku kubwa, angalau hata wapate dua baada ya kutoka katika mji ule mtukufu wa Makkah. Kwa maana nimeona wapokeaji ambao wamekuja kuwapokea wana shauku kubwa na wana hamu, wanatabashasha, wakiwa na mapenzi makubwa ya kuwapokea ndugu zao ambao wamekwenda kutekeleza ibada tukufu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Baitul Atiq katika mji mtukufu wa Makkah. Labda sio wito gani kwa watu ambao hawajajaliwa kwenda hija, labda waweke nia au wafanyeje ili waweze kutimiza nguzo katika nguzo za Uislamu? Mimi ni waombe Waislamu wale ambao wenye uwezo kwamba hebu wajitahidi waende wakatekeleza, kwa sababu asilimia kubwa ukiangalia unapozungumza na wale wenye taasisi au wale ambao wanaopeleka mahujaji, asilimia kubwa ambao wanakwenda hija ni watu wa kawaida, ambao ni watu ambao wahangaikiaji, wanadunduliza kidogo kidogo ndio wanapeleka, wanakwenda katika ibada ya hija. Kwa maana ndugu yangu Muislamu, jitahidi, wekeza kwa ajili ibada hii, usione ni jambo kubwa sana. Wengi wao wanakwenda na watu wa kawaida, kwa maana wewe na mimi tunaweza tukaenda tukafanya ibada hii ya hija bila sababu, bila shida yoyote. Kwa maana cha msingi ni kutiania na kuwa na imani thabiti kwa ajili ya kutekeleza ibada hii adhim katika umri wako mzima katika jambo hili la ibada hii ya hija. Shukrani sana Sheikh. Shukran sana. Asalamu alaykum. Naitwa Aisha ya Isa Aus. Ni mfanyakazi wa Zamzam Center. Zamzam Center imesafirisha mahujaji 100, lakini kati ya mahujaji yao 154 leo watarudi mahujaji 43. Ilikuwa warudi mahujaji 50, lakini mahujaji 7 wamebaki doa, wamekanseliwa tiketi, ndege ilikuwa imejaa. Kwa hiyo leo tutapokea mahujaji wa Zamzam Center 43 kati ya mahujaji 154 waliosafiri. Wengine hao labda mtarajia kuwapokea lini na lini? Ndege ya pili itaingia siku ya Jumamosi inshallah, ndege ya tatu itaingia siku ya Jumapili. Unaitwa gani kwa ndugu na jamaa ambao wamekuja kuwapokea ndugu zao hapa? Nina mwito ndugu na jamaa ambao wamekuja kuwapokea ndugu zao. Ni jambo la fahari kubwa, lakini ni jambo la furaha kutokana na mahujaji wetu hao walienda kutekeleza ibada ya Mwenyezi Mungu ya hija. Hivyo basi kurudi kwao wao watafaidika, watawaombea dua, lakini pia watawaelekeza jinsi gani walifaidika na ibada hii ya hija, ili na wenyewe ndugu wahamasike. Mwenyezi Mungu akijalia mwakani na wenyewe watie nia kuja, hususan kuja na taasisi ya Zamzam Center.
kuruhusu sauti ya kuongea. Kule anaitwa huko anaitwa. Sasa ndio maujaji wanatoka.
Arifu hajapikuliwa. Sheikh, salamu alaykum Sheikh.
wa kujifanya interview na hujaji hata Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kwa jina naitwa Hussein Isa Kiando. Nimebahatika kuhudhuria ibada ya hija na hapa ndo tunarudi, na mshukuru Mwenyezi Mungu. Tumeenda salama, tumerudi salama. Na kampuni yetu ya Zamzam, taasisi yetu, tunashukuru Mungu. Tumeenda nayo vizuri na tumerudi nayo vizuri bila usumbufu wowote, hatujapata majanga yoyote. Mpaka dakika hii hapa hii tumerudi, tunashukuru Mungu inshallah. Labda ni mambo gani ambayo unaweza kuwaeleza Waislamu na mahujaji kwa ujumla ambao wanatarajia kwenda huko, ambayo yamekuvutia wewe na yamekufurahisha kulingana na mambo ya ibada na mambo mengine yanayofuatana na hayo ambapo yameambatana na historia ya kule na nini ambayo mmejaliwa kuyatembelea? Inshallah mambo ni mengi sana shehe wangu, kiasi kwamba natamani hata ningeambiwa niendelee kubaki kule kwenye ibada. Sema ndio hivyo, tayari kipindi kimeishaisha. Taasisi yetu kwamba leo tarehe 18 ndio ilikuwa inaturudisha huku Tanzania kama hivi. Kwa hiyo mambo ni mengi, siwezi kuelezea yote kwa muda huu, ila ni mambo mengi sana shehe wangu, na nimejisikia vizuri sana hapa, najiona kama mpya vile shehe wangu. Labda una wito gani kwa Waislamu ambao hawajabahatika kwenda huko? Wito wangu bana, ukipata bahati ya kwenda kule, iwe kwa fedha yako au unawezeshwa, basi usichezee hiyo bahati inshallah. Hiyo ni bahati pia, sio kwamba kila mmoja anaenda tu kule, mpaka Mungu akuangalie inshallah. Kwa hiyo wito wangu ni tujipange kwenda kuhiji Maka, ili tukajue historia nzima ya Uislamu pamoja na historia ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na historia nyingi sana, ikiwemo nyumba ya kwanza kujengwa duniani ambayo ni Al-Kaaba, na tukafanye umra pia inshallah. Sasa kulingana na umri wako, na kuna dhana za watu kwamba ili uende kuhiji labda mpaka uwe mtu mzima, lakini kulinganisha na uzito wa ile ibada ya hija, labda unawapa wito gani kwa watu ambao bado wana mawazo kama hayo? Bana, ukisema kwamba eti mimi ni kijana, hiyo ni uongo, kwa sababu maisha hayana cha kijana, kwa sababu huwezi jua kesho yako. Unaweza ukasema mimi bado kijana, nitaishi miaka mingi, kumbe una siku 3 tu mbele. Kwa hiyo wito wangu bana, hamna cha kusema eti mimi ni kijana. Kila mmoja apambanie kuja kuhiji, haijalishi wewe una umri gani, kwa sababu hayo ni maneno tu. Mimi nimeenda kule, sijaona utofauti wa kijana akienda kuhiji wala mzee akienda kuhiji, bali ni kusafisha moyo. Nani, kutokana na uzito wa ibada, una mtu akiwa ni mtu mzima sana na mtu akiwa kijana, zile ibada utekelezaji wake unauonaje? Kwa kijana inakuwa ni kama mteremko ndugu yangu, kwa sababu umri uko umeenda, unakuwa umechoka, na ibada zile za kuhiji sio kwamba ni nyepesi nyepesi. Kuna kutembea, kuna kupiga mawe, kuna kuzunguka Al-Kaaba, kuna mambo mengi sana kule yanayohitaji mchaka. Kwa hiyo kwa kijana itakuwa ni rahisi zaidi kuliko mzee, japo na wazee wanaenda na wanafanya. Shukrani sana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Abdallah Yahya Sinani. Ni mmoja wa viongozi waratibu katika kikundi cha Zamzam Center ambacho kilisafirisha mahujaji takriban 153 mwaka huu, alhamdulillah, na tumeweza kufanikisha safari yetu kwa uwezo wa Allah. Tumekwenda na tumerudi salama. Hii ni grupu ya kwanza leo imeingia, na inshallah kuanzia kesho pia kutakuwa na grupu nyingine ambazo zitakuja kutokea Madina. Kutakuwa na grupu 2 ambazo zitakuja kwa siku tofauti. Alhamdulillah, kila mmoja wetu ambaye alisafiri na Zamzam alikwenda kwa usalama, alipata huduma ambazo zinastahiki kupata hujaji. Hakukuwa na malalamiko kwa mahujaji, alhamdulillah. Tulikwenda, tumeanzia Makka tukaenda Madina, na tumemaliza safari yetu kwa grupu ya kwanza leo hii, na tunasubiri wenzetu watakao kuja kuanzia kesho na kesho, alhamdulillah. Pia nasisitiza kwa watu ambao wanahitaji kujiunga au kujiandikisha kwenda safari ya hija kwa mwaka unaofuata, wajitahidi
kujiandikisha mapema at least mpaka Disemba wao wameshajua safari yao, pamoja na kufanya malipo, na ikichelewa sana basi angalau mpaka Januari wao wameshamaliza kujiandikisha, kwa sababu kanuni za sasa hivi zinatubana sana kupeleka mahujaji kwa kuchelewa kuwaandikisha. Hivyo basi nawasisitiza Waislamu wote wenye mpango wa kusafiri mwaka unaofuata waweze kujiandikisha mapema mpaka kufikia Disemba au Januari waweze kuwa wamekamilisha taratibu zote. Leo ni kundi la kwanza kuwasili hapa. Ndio. Labda kundi la pili na la tatu labda yanatarajiwa kuwasili lini na ni watu wangapi? Kundi la pili na la tatu yatakuja kuanzia siku ya tarehe siku 2 zijazo, ambazo ni takuwa na watu 50 na kundi linalofuata pia litakuwa na watu 50. Na hili pia sisi tumekuja watu 50. Shukrani sana. Shukrani sana.